Nimekuwa katibu wa Chauma mkoa wa Mwanza kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 2024 mpaka tarehe 1 mwezi wa 7 2025, nikiwa na hudumu kama katibu wa mkoa Chauma. Kwa sasa mimi ni afisa habari na taarifa kwa umma mkoa wa Mwanza. Nachukua fursa hii kuwaita waandishi wa habari kwa ajili ya kueleza jinsi Chauma inavyoendelea na jinsi Chauma ambavyo haiwezi kusaidia wananchi. Sababu za kuita waandishi wa habari leo hii, nataka kurudisha kadi ya Chauma na nihamie Chadema. Kwa kuwa Chauma haiwezi kutatua matatizo ya wananchi na wanashirikiana na CCM moja kwa moja katika shughuli zao zote. Chama kimegeuzwa sehemu ya vipato vya viongozi wakuu wa chama. Tulikuwa Golden Tulip, ilikuwa ni mwezi wa 5 mwaka huu. Tuliitwa makao makuu ya chama kwa ajili ya kuwapokea kina Salim Mwalimu na Kigaila. Jinsi walivyokuwa na jinasibu kwamba wako G55, nafikiri mliona hizo taarifa. Na kweli tulienda mpaka makao makuu. Tulivyoitwa kwa wito wa dharura, tuliwapokea wale viongozi, na walikuwa viongozi 9 ndio siku ile tuliwapokea. Kitendo kilichofanyika siku ile Golden Tulip ni kwamba tuliwapokea, na siku hiyo hiyo niliona viongozi wetu wakuu wote walijiuzulu, akabaki mwenyekiti tu ambaye ni Hashim Rungwe. Ndio mtu pekee aliyebaki kwenye chama. Tumekuwa na changamoto nyingi sana tokea jamaa walivyohamia kwenye chama hiki. Imekuwa watu wote wa zamani tumekuwa tutambuliwi na hawa viongozi wapya ambao wamefika. Walivyofika walianza shughuli za kurugenzi ili nafasi zile ziwatoshe, maana wao walikuja na wakasema kwamba wanataka waendeshe chama. Na mkataba uliokuwepo ni kwamba wao na sisi tulikuwa tunashirikiana. Lakini kitu ambacho kilitokea ni kwamba walivyokuja kwenye chama wote tulitolewa watu wa zamani, Chauma ile ya zamani. Wamekuja wapya, wakaanza zile kurugenzi, wakagawana vio vyote ambavyo vilikuwepo. Watu wa zamani pia wakawa sasa watambuliki. Imetupa changamoto, alafu sio mimi tu, ni mikoa mingi sana ambapo hili tatizo lipo. Ukiwa kiongozi hautambuliki kama ni kiongozi, lakini wanatumia wale wa Chadema waliohamia Chauma ndio walikuwa wanapewa shughuli nyingi. Kilichofanyika ni kwamba hata hela ya chama ikitoka, viongozi wanaonufaika na zile hela za Chauma ni viongozi wale wakuu wa juu tu. Unaweza ukaa huko hapa mkoani unataka kufanya shughuli ya chama, lakini upati chochote, unaambiwa kwamba utumie hela zako. Wakati mara ya kwanza kipindi hawajafika, chama kilikuwa kinaendeshwa vizuri sana. Kwa hiyo imekuwa ni tatizo kubwa ambapo huwezi kuvumilia kwamba wewe mtu anakutumia lakini yeye anapata manufaa yake binafsi. Swala la pili, kuna shida ambapo watu hawajui. Chauma mpaka sasa hivi na katiba 3. Katiba ambayo iko kwa msajili wa vyama vya siasa hairuhusu, haina hata mambo ya kugombea udiwani. Lakini tunaona sasa hivi uchaguzi unaendelea, lakini wameweka hadi wagombea udiwani. Tumetoka hapa juzi, tulikuwa tumeenda kuchagua mgombea urais, lakini changamoto tuliyopata kwamba mpaka siku ile tunamtaja Salim Mwalimu kama mgombea urais, tulikuwa tumekosa mgombea kabisa. Kwa hiyo Chauma imekuwa na changamoto moja, ni kwamba wana mipangilio yoyote ambayo wanayo. Mnaweza mkaitwa hapa, mnafika unakuta wajajiandaa. Siku ile tumekaa makao makuu pale na tumeingia kwenye kamati tendaji, bado hatuna hata jina la mgombea urais hadi dakika za mwisho. Sasa cha kushangaza, siku ile tuko pale, tulikuwa Dar es Salaam kwa ajili ya kuleta mgombea urais, lakini aliyekuwa anatoa maelekezo yote ni msajili wa vyama vya siasa, ndio alikuwa kwenye ule mkutano na anauendesha. Sasa unaweza ukaona Chauma jinsi ilivyofeli na jinsi serikali inavyowatumia kwa ajili ya kuvuruga upinzani. Kwa hiyo pale
hakuna chama. Ina maana kukaa pale kama wewe ni mpinzani, pale unafanya tu kazi za CCM ambapo ndo wanashirikiana nao kwa 100%. Kwa hiari yangu leo nimeamua kutoka Chauma, Chama cha Ukombozi wa Umma, na kurudi kwenye chama changu cha Chadema ambapo nilikuwepo hapo awali kabla sijaja Chauma. Kwa hiyo nimeona kwamba huku tunafanya biashara za watu wachache sana wanaonufaika na chama mpaka sasa hivi, na hata hela ikitoka ni wale viongozi wachache tu ambao ni Salim Mwalimu, Kigaila na John Mrema. Na hapa sasa hivi kama mnavyoona chama ni kama kiliuzwa. Mwenyekiti wetu sasa hivi mzee Hashim Rungwe, kuna siku mimi nimekaa naye na nimemhoji tukiwa ofisini, anasema sasa hivi hana mamlaka yoyote. Ina maana moja kwa moja alichokifanya, aliuza kile chama siku ile Golden Tulip, akawakabidhi wale watu waliofika. Na mimi ninachoamini sasa hivi tunaingia kwenye uchaguzi, Chauma kina uwezo hata wa kuweka mawakala 100 kwa mkoa wa Mwanza. Kwa idadi tu ya wanachama mimi niliokuwa na mamiliki kama katibu wa mkoa, hawafiki hata 100 kwa mkoa wa Mwanza. Sasa hichi chama kinaingiaje kwenye uchaguzi kama kina uhakika wa kuweka mawakala? Kumpokea kamanda aliyepotea njia, amerudi kundini, na hiyo ametumia haki yake ya kikatiba. Wao tumempokea kwa furaha. Naamini kuna wengine zaidi watakuja ambao walipata upepo, ambao upepo huo haukuwa na maana yoyote. Watarudi ndani ya chama chao ambacho ndio chama kinachoaminiwa na wananchi. Kwa hiyo kama kuna wengine bado walikuwa na sita, tunawakaribisha warudi nyumbani. Hata Kigaila tunamwambia arudi. Hata Salum Mwalimu akimaliza shughuli zake arudi. Sisi tunampokea kwa sababu tunaamini kwamba Chadema ndio inayoenda kuikomboa hii Tanzania. Nembo ya ushindi. Hii ndio nembo yetu ya Chadema. Tunatakiwa uvue kabisa hiyo ya ubwabwa. Hatuhitaji tena hii. Karibu sana. Asante sana.